Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali unazopitia vijana 100 kutoka kata 17 za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Hapa wakaambiwa jinsi ambavyo wao kama Waafrika wasivyokuwa na tofauti yoyote na wazungu, wa Japan, Waarabu na hata Wahindi ambao kwa kiasi kikubwa wamepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Wakiwa hapa porini pia wakafahamishwa kuwa watu wa rangi nyingine hawakuanza kushushwa wao duniani kiasi cha kuweza kutumia hicho kama kisingizio cha kwa nini Afrika iko nyuma kiasi hiki, ingawa imejaliwa kwa kuwa na rasilimali ambazo pengine kwingineko duniani hakuna. Ilipofika Jumapili ya wiki ya pili tangu wafike porini hapa, wakatakiwa kuhamia kwenye nyumba zao. Wengi walikuwa hawajazikamilisha kuziezeka, na wengine walikuwa wamechelewa kufika walijikuta wakitakiwa kuhamia kwenye nyumba zao zikiwa kwenye hatua za miti bila ya kukandikwa udongo. Usiku wa kwanza ulikuwa ni mrefu mno. Baridi ilikuwa ni kali hasa kuelekea alfajiri. Wengine walilala uwanjani kutokana na unyevunyevu uliotokana na ubichi wa udongo waliokandikia. Si leo tu. Wasiongea inatazama. Akajiona hizo mengine. Mr. Kupumbavu. Amependa tu kuimba. Na wengine wakajitosa na kulala bila ya paa. Bahati nzuri mvua haikunyesha katika usiku huo kwanza, ingawa baridi iliwatandika kisawasawa.
Kijiji mpaka sasa kina jumla ya watu 100 ambao 27 kati yao ni wasichana. Mshiriki mdogo kuliko wote ana umri wa miaka 14, anaitwa Adam, ambaye aliletwa na mzazi wake na kumuombea aingie kijijini. Usanii, huyu ndo mpishi wetu wale. Kavana koti la mtu. Hapo ana koti la mtu. Ai ni atua. Alaba za mwangu. Babu. Ndugu babu. Jamani na mimi na kazi maskini. Babu. Wewe kutajicho. Ninacheka. Utaratibu ni kwamba mara watakapomaliza kujenga nyumba zao na kuonyeshwa kila kitu, vijana hawa kila mmoja atakopeshwa shilingi 45,000 ambayo itakuwa ni fedha yake ya kujikimu kwa muda wa mwezi mzima. Na fedha hizi zitatolewa kwa muda wa miezi 3 mfululizo. Baada ya hapo zitakoma. Kwa nini zitakoma? Zitakoma kwa sababu vijana hawa wanatarajiwa kwamba kuanzia sasa wataanza kujifunza mafunzo mbalimbali ya kuwawezesha kiuchumi. Tajiweza. Ngoja mpige mimi hapo. Kama ndio iko. Eti ndaza baswi. Hii likae hivi au likae kama ilivyokaa? Hivyo hivyo, kwa sababu si ndivyo mlivyolima hivyo. Inatosha. Huko tunaweza kujua kwa kimvuli. Sawa.
Yaani level hiyo inatosha, yaani hivyo ilivyogeuka ni sawa. Mlango huku na huku. Labda kama mtalipushi yote sawa tu, lakini sio mbali kikaa hivyo. Kule kuna njia kupita wote. Njia kote kuwe na njia. Na upande mmoja mimi naweka meza. Inatosha eh? Tupate magodoro. Na meza ile. Kamuja tukiseti hivi. Alumzonga jana. Unajua vile makuwa sijasikia fresh. Basi ndio ngani na kusikia. Lakini mshindi jambo lenyewe. Na makuwa. Alafu umeukausha. Utaratibu ni kwamba hapa kuna nyumba 24 ambapo kila nyumba moja ina jumla ya watu kama 4 mpaka 5 mpaka 6, na kila nyumba moja inahesabika kama kaya moja. Na inapofika zamu ya kupika katika kipindi hiki cha chakula cha bure, basi kila kaya inatoa mpishi mmoja. Maji ni moja kati ya changamoto kubwa zinazoukabili mkoa wa Tabora. Kwa mujibu wa taarifa ya halmashauri, kati ya visima 30 vilivyochimbwa wilayani humu ni visima 9 tu vilivyotoa maji. Ndani ya kijiji hiki, mtazamaji, ni marufuku washiriki kujihusisha na mambo yoyote ya kimapenzi. Anayekutwa na dalili hizo anaondolewa mara moja.
Baada ya kuhamia kwenye nyumba zao huku wakiendelea kuzimalizia, wakaonyeshwa eneo la shamba na mara moja ikaanza kazi ya kusafisha eneo la heka 10 za kuanzia. Walikuwa wanatoka asubuhi na mapema kuelekea shambani wakiwa na vyombo vyao na vyakula vyao maalum ambako wanakuwa wakipika wanapokuwa wako shambani. Ndani ya kijiji hiki, mtazamaji, watu wanasisitiziwa kuwa wacha Mungu. Kumetengwa eneo maalum kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya Wakristo, na vile vile kuna eneo maalum ambalo limewekwa msikiti kwa ajili ya Waislamu. Sefwe. Sefwe. Oya Sefu. Sefwe. Chausa. Chausa. Unapika wao? Jambe. Sufuria la kugabiti sufuria hili hapa na vikombe. Lakini pia ukali nalo. Mdogo. Yeah. Mimi bado mimi narudi. Unapata nini? Ajali ya chai kanisa. Amcha. Tena kuna dawa hivi. Au piki hapa nenda. Sawa. Kama kile maji tena ni kwa kwenda jana kuoga mimi. Unaposikiliza na kuangalia. Yeye kuongea sema ni sawa. Utajaliwa. Vinombo vyaje? Ukipindi na kwambia. Mshaka kuno. Sisi hapa nakula kitu kwa maji hapo nyumbani. Ni kuonesha mimi na. Niangalia kwa niangalie hili hapa basi. Sawa. Nakula kile bwana kwa ndipo. Ana huyu mshikaji shamona kwa sababu mimi hapa lakini bwana huyu mwache. Si leo tu. Wasiongee inatazama. Mpaka jioni nyingine. Mimi hapa. Mimi sitaki upumbavu. Unataka kazi, hapa ni kazi. Unajua hiyo hali sio kupikia. Unapika ugali huko. Muuliza hayo masufuria na maji kabisa bwana. Nenda, tukwenda kuzuia hapa. Meja General.
Kofia anajua na matatizo yake, anataka ichome moto. Atarudisha shilingi yangu. Wewe. Kofia mchezo hivi toka. Basi unajua tukula. Mabonge. Kwa hiyo wewe ni vipi? Mamdogo wa tabia mbaya. Dada yake ni ndogo sana. Mbona hiyo kidonda? Hapa. Jamaa. Nyosha huko. Na hii ina mitangazo mitamia. Kuna wasiwasi yaani kisa yeye alivyokuwa nimemnyima wali asubuhi ndo akakasika kanataka kale alafu mimi wale kabisa vile huko vile Balozi tunanyoka hivi Mimi kwa hiyo hapa nifunge kamba iliko kwa ajili ya kutingua. Sababu mimi na yeye mbeti na mtania. Angone makana na rega chola uzinga. Kamyangarakane mama, kamyangarakane, jana wako wachapa kazi. Kamyangarakane, kuna mvivu wa mchovu. Kamyangarakane, alilia waiti site. Kamyangarakane, usituone mbele yako. Kamyangarakane, jana wako wachapa kazi. Kamyangarakane.